Dr. Abdul Wahab Nurwali, mwenyekiti wa Baraza la Chuo Kikuu cha Zanzibar, wajumbe wa Baraza la Wadhamini wa Chuo Kikuu cha Zanzibar, wajumbe wa Baraza la Chuo, Profesa Muhammad Abdul Karim Al-Hussein, makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Zanzibar, viongozi mbalimbali wa serikali na sekta binafsi mliopo, wawakilishi wa vyombo vya habari, ndugu wafanyakazi na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika mahafali haya ya 23 ya Chuo Kikuu cha Zanzibar. Tumejumuika kusherehekea mafanikio ya wanafunzi wetu wanaohitimu baada ya kukamilisha muda wao wa masomo hapa chuoni. Kwa hakika siku ya leo ni ya kipekee, sio tu kwa wanafunzi wanaohitimu, bali pia kwa wazazi, walezi na jamii yote kwa ujumla ambayo imekuwa bega kwa bega katika safari ya elimu ya wahitimu wetu. Binafsi nashukuru sana kwa kupewa heshima ya kuwa mgeni rasmi kwa mara nyingine katika maadhimisho ya mahafali haya ambayo ni ishara ya ushirikiano kati ya serikali na taasisi za kitaaluma ambazo zinachangia moja kwa moja katika ukuaji wa sekta ya elimu na maendeleo ya nchi yetu. Napenda kuchukua fursa hii kulishukuru Baraza la Wadhamini na uongozi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa kunipa heshima kwa mara nyingine ya kuwa mgeni rasmi katika sherehe na mahafali ya chuo hiki. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, tukiwa katika mahafali ya 23 ya Chuo Kikuu cha Zanzibar, tunajivunia mafanikio makubwa ambayo chuo kinaendelea kuyapata kila mwaka, hususan ongezeko la wahitimu katika kozi mbalimbali zinazotolewa na chuo hiki. Kwa mwaka wa masomo 2024-2025 nimearifiwa jumla ya wahitimu 1146 wanatarajiwa kutunukiwa shahada za ngazi mbalimbali kuanzia stashahada, shahada ya kwanza hadi ya uzamili katika fani za elimu, afya, uhandisi, sayansi za jamii, biashara na uongozi. Hili ni kundi la wataalamu wapya watakaokwenda kuchangia kwa kiwango kikubwa maendeleo ya Zanzibar na ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika sekta za umma na sekta binafsi. Napenda nichukue fursa hii kuupongeza kwa dhati uongozi wa Chuo Kikuu cha Zanzibar, Baraza la Wadhamini, wahadhiri, watumishi na wadau wote wa chuo kwa jitihada zao za kuboresha ubora wa elimu, kuimarisha miundombinu ya kufundishia na kujifunzia na kuendelea kulea kizazi cha vijana wenye weledi, maadili mema na uzalendo kwa taifa lao. Hongereni sana kwa mafanikio haya. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, sote tunatambua kwamba elimu ni ufunguo na nyenzo muhimu sana katika juhudi zetu za maendeleo ya kijamii na kiuchumi, sio kwa Zanzibar tu bali kwa ulimwengu mzima. Serikali ya awamu ya 8 katika kipindi hiki cha pili imeweka mikakati maalum katika masuala ya elimu, ikiwa ni pamoja na namna sekta ya elimu inavyoweza kuchangia kikamilifu katika kuleta mabadiliko ya kiuchumi na kijamii kwa maendeleo ya Zanzibar. Kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 25-30, mazingatio yamewekwa ya uboreshaji wa sekta ya elimu kwa vijana wa Tanzania, ikiwemo kuwapatia mikopo ya elimu ya juu kuanzia ngazi ya stashahada hadi shahada ya uzamivu kwa lengo la kuharakisha kasi ya maendeleo ya taifa letu. Vyuo vikuu vya serikali na vya binafsi pamoja na taasisi nyingine za kitaaluma vina mchango mkubwa katika kuimarisha nguvu kazi katika sekta zote nchini. Kipekee nazishukuru kwa dhati taasisi za kitaaluma za ndani ya nchi kikiwemo Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa kuungana na serikali katika kuibua, kuendeleza na kusimamia sera na programu za uchumi wa bluu na teknolojia ya habari na mawasiliano. Ushirikiano huu umeendelea kuimarisha misingi ya uchumi wa bluu na uchumi wa kidijitali, kuongeza fursa za ajira kwa vijana
kuvutia uwekezaji na kusaidia kulinda rasilimali zetu za bahari kwa manufaa ya vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira bora ya kukuza elimu na kuhakikisha kuwa vyuo vyetu vinaimarika na kuwa na vifaa bora na vya kisasa pamoja na vitendea kazi ili kuviwezesha kuandaa vyema wahitimu wetu ambao ni nguvu kazi ya taifa. Natoa shukrani za dhati kwa Chuo Kikuu cha Zanzibar kwa kuanzisha shahada ya uzamivu ya usimamizi wa biashara na shahada ya uzamivu wa sheria, shahada ya uzamili ya uhusiano wa kimataifa na diplomasia, shahada ya uzamili ya sayansi katika uhandisi wa mifumo ya kompyuta, shahada ya sanaa na elimu na stashahada ya kompyuta katika sayansi ya data. Ni dhahiri kwamba uanzishaji wa programu hizi katika Chuo Kikuu cha Zanzibar kutapanua wigo wa kielimu kwa vijana wa Tanzania. Tunakipongeza Chuo Kikuu cha Zanzibar kuwa ndicho chuo kikuu cha kwanza kuanzishwa hapa Zanzibar na kinazidi kuendelea kufanya vizuri. Vijana wengi na wafanyakazi wa serikali ya Zanzibar na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wamepitia katika chuo hiki. Ni dhahiri kwamba wananchi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla wanajivunia mafanikio ya kitaaluma ya chuo hiki. Pamoja na jitihada zinazofanywa na chuo katika kuanzisha programu mpya mbalimbali, nasisitiza umuhimu wa suala la kufanya utafiti na shughuli za ushauri kwa wahadhiri. Haya ni mambo ya msingi kwa vyuo vikuu na wahadhiri wake, kwani kutasaidia kuwapandisha madaraja ya kielimu na nchi kupata suluhisho la changamoto kadhaa tunazokabiliana nazo. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, siku ya mahafali ni siku kubwa kwa wahitimu wote na familia zao. Haikuwa kazi rahisi kukamilisha programu zenu za kitaaluma. Wahitimu mlikuwa na changamoto nyingi, lakini mwishowe mmeweza kufanikiwa. Hongereni sana. Natambua kuwa tayari mshafanya maandalizi ya sherehe zenye kuashiria mafanikio mlioyapata. Napenda kutoa wito kwa wahitimu wote mkatumie ujuzi na maarifa mlioyapata kwa lengo la kutatua matatizo ya kijamii na masuala mengine ya kimaendeleo. Kama raia wema, wahitimu mna wajibu wa kwenda kushirikiana na serikali kwa maslahi yenu binafsi, familia zenu na nchi yenu kwa ujumla. Napenda kuchukua fursa hii kukupongezeni wahitimu nyote kwa kazi nzuri mlioifanya. Nawapongeza pia wazazi, familia na wafadhili ambao wamewekeza kwenye elimu zenu. Mheshimiwa Mkuu wa Chuo, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kuwasihi wanafunzi wote wanaoendelea na masomo kuongeza juhudi na kuhakikisha wanatimiza malengo yao ya kujiunga na fursa za elimu ya juu, kwani ni muhimu katika kutimiza ndoto zao za maendeleo na maisha kwa ujumla. Kwa wahitimu wa leo, mnapoendelea na safari zenu, kumbukeni kuwa mafanikio haya sio mwisho wa safari, bali ni mwanzo katika maisha yenu. Endeleeni kuwa na nidhamu, maadili na bidii katika kila jambo mnalolifanya ili kuendana na dira ya chuo hiki ya kuwa chemchemu ya taaluma na maadili. Kwa kuzingatia kuwa chuo kikuu hiki kinapokea pia wanafunzi kutoka nje ya Zanzibar, napenda nitoe rai kwao kuwa wawe mabalozi wazuri wa kwenda kutangaza mazuri ya nchi yetu. Na kutakieni safari njema ya kurejea nyumbani. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.